basi wape watu ili wale watakula na kusaza. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Jubileo 2025. Ndugu zangu wapendwa, Dominika iliyopita tuliadhimisha sherehe ya mwili. Dominika hii tunaadhimisha sherehe ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kama tunavyojua, katika nchi za Kikristo sherehe hii inaadhimishwa Alhamisi inayofuata baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Lakini kutokana na busara ya mama kanisa, busara ya kichungaji, tunaadhimisha siku hiyo katika Dominika ya leo ili kutoa fursa na nafasi kwa watu wengi ili waweze kumwabudu Yesu wa Ekaristi. Ni kwa kiasi gani nawe unatambua na uko tayari kutumia hii fursa ya neema ili uweze kupata baraka? Katika siku hii, baada ya maadhimisho ya misa popote ulimwenguni, Ekaristi takatifu inachukuliwa nje kwa maandamano kwa ibada kuu kupitia maeneo, miji na vijiji, tukimwomba Yesu abariki watu wote, walio wazima, walio wagonjwa, watoto na wazee. Abariki mashamba, abariki mipango, abariki shughuli zetu zote na yale yote ambayo tunayafanya. Lengo ni kuomba kibali cha Mungu katika hayo yote, ili tunapoyapata na kuyatumia yatusahilishe uzima wa milele. Ndugu zangu, kwa kweli siku rasmi ya kumshukuru Mungu kwa zawadi ya Ekaristi ni siku ya Alhamisi Kuu katika lile Juma Kuu, wakati ambapo tunaadhimisha mafumbo makuu ya wokovu wetu, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, fumbo la Pasaka. Kama mnakumbuka, siku ile tuliabudu Ekaristi takatifu walau kwa saa moja. Lakini kwa vile ilikuwa ni Juma Kuu na kwa kuwa tulikuwa tunafikiria zaidi juu ya mateso ya Yesu, mama kanisa kwa busara na hekima yake akatenga siku nyingine katika mwaka wa kanisa ili kuwa na muda wa kutosha kuonesha furaha, upendo na shukrani kwa Yesu wa Ekaristi. Kwa hiyo kanisa limetenga Alhamisi baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu, au kwa sababu za kichungaji, Dominika baada ya Dominika ya Utatu Mtakatifu, tuweze kuadhimisha sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyejitoa mwili na damu apate kuwa chakula na kinywaji chetu. Ndugu zangu, sherehe ilianza kuadhimishwa miaka 700 iliyopita huko Ubelgiji. Sisa Juliana Liege Mwagusino alipata maono ya kanisa likiwa chini ya mwezi unaong'aa wenye kidoti kimoja cheusi. Doti hiyo ikionyesha kutokuwapo kwa sherehe ya Ekaristi takatifu. Sisa huyu alitoa maombi rasmi kwa Papa kwa ajili ya ruhusa ya kanisa kuadhimisha sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Baba Mtakatifu Urbano wa 4 akaruhusu ienee kwa kanisa lote tangu mwaka 1264, na lengo lake ni nini? Kwanza kabisa ni kuwapa waamini nafasi murwa ya kufurahia, kusifu,
kuabudu na kumpa Mungu heshima stahiki kwa kujishughulisha nasi. Pili, na zaidi mno, ni kumshukuru Kristo kwa kukubali kubaki nasi katika fumbo la Ekaristi Takatifu kama chakula na kinywaji chetu kwa ajili ya roho zetu. Tena sherehe hii inatusaidia tuelewe vyema uhitaji wa Ekaristi katika maisha yetu kama mtu binafsi na kama jumuiya ya waamini. Wapendwa, tunapoadhimisha misa hii sasa, wenzetu popote duniani wako katika maadhimisho kama haya. Tunaendelea na ile kauli mbiu ya kongamano la kiekaristia lililofanyika huko Ireland lenye kauli mbiu Ekaristi Takatifu, muungano na Kristo nasi, tukialikwa nasi kuunganika na familia yote ya Mungu. Ikiwa Ekaristi inatuunganisha na Kristo na kuwa mwili mmoja pamoja naye, basi tudhihirishe muungano huo baina yetu. Ni aibu, ni fedheha na kashfa, tena ni kufuru mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu ikiwa tunashiriki Ekaristi Takatifu, ikiwa tunachukiana, tuna maadui, tumegawanyika au hatujaliani. Kumbe tunapoadhimisha hili leo na tutakalolishuhudia wakati wa maandamano, tunataka kuambia ulimwengu sisi ni watu wa Ekaristia. Ndugu zangu, Ekaristia katika mwaka wa Jubilei kuu ni kusanyiko la kiekaristia katika mwaka huo mtakatifu wa imani yetu. Ni mkusanyiko wa kiekaristia uliowekwa kwenye mfumo wa hija katika parokia za Kifransisko za wakonventuari, ambao tumekutanika pamoja katika hija takatifu ya kumtafuta Mungu. Tunaposema mahujaji katika matumaini, kimsingi adhimisho hili takatifu tunalolifanya kama muungano wa parokia hizi ni watu wa hija. Hongereni sana mababa kwa kuja na wazo hili. Ndugu zangu, tumekuja hija. Neno hija linatokana na neno la Kilatini peregrinus, linalomaanisha msafiri. Ieleweke ya kwamba sio msafiri yeyote. Hujaji ni mtu anayemtafuta Mungu, na kama tunavyofahamu, sisi ni watu ambao tumevutwa na neema hiyo ya Mungu ili tuje pamoja, tusali pamoja. Mtakatifu Agustino anasema mioyo yetu haiwezi kutulia mpaka imetulia katika Mungu. Nataka kuamini ya kwamba kila mmoja wetu katika kusanyiko hili anayo ile furaha kwamba hapa ndipo yanapoadhimishwa matakatifu yanayoendana na wokovu wetu. Hija ya kiekaristia tunayoifanya leo hii ni safari ya kiroho, ishara inayoonekana ya nje ya hamu yetu ya ndani kuelekea uongofu na kukua katika utakatifu. Hija ya kiekaristia tunayoifanya leo hii katika maadhimisho haya, adhimisho la misa na maambatano yake katika maandamano, ni safari ya kiroho. Ni ishara inayoonekana kwa nje ya hamu ya ndani ya kuelekea uongofu na kukua katika utakatifu. Hivyo ndugu yangu, kama umekusanyika kwa mazoea au umekuja kwa sababu ya mkumbo,
basi tumia fursa hii kubadili mtazamo wako, kubadili mwelekeo wako, uanze kutumia haya matakatifu. Ninamshukuru Mungu kwamba nimepewa jukumu moja la kufafanua umuhimu wa Ekaristi katika maisha ya mwanadamu, iwe ni kwa mtu binafsi, iwe ni kwa familia, jumuiya, kanisa na jamii katika ujumla wake. Leo hii tutakapokuwa tunafanya maandamano, na tena najua wapo wanaotutazama, tunachofanya ni uinjilishaji wa kina, kwamba kile tulichoona, tulichogusa na tulichoonja kama alivyotuambia baba paroko, ndicho tunachotaka kushuhudia ulimwengu na kuambia ya kwamba oneni Mungu anavyotupenda. Ndugu zangu, Ekaristia ni nini? Ni upendo na shukrani. Kanisa li hai kwa sababu ya Ekaristia, na ndio maana Mtakatifu Dismas anatuambia hakuna kanisa, hakuna Ekaristi, hakuna kanisa. Tofauti iliyopo katika sakramenti ya Ekaristi na sakramenti nyingine ni kwamba Yesu Kristo mwenyewe yupo kwa mwili, damu na nafsi yake katika Ekaristi. Mtume Yohane anatuambia, akimnukuu Yesu mwenyewe, anasema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Najiuliza, wale wasioshiriki Ekaristi takatifu wana uzima gani ndani yao? Huenda wengi ni wahanga wa ukiro, kwa maana ya ukosefu wa kinga ya roho. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapoadhimisha na kushiriki Ekaristi takatifu, tunakiri uwepo wa Yesu mwenyewe anayetujalia lishe roho, yaani neema na uzima wa kimungu katika maisha haya, kama maandalizi ya kuingia katika uzima wa milele. Tunachoadhimisha leo hii ni fumbo kuu la imani yetu. Ingawa hatumuoni, ni kweli Yesu yupo katika Ekaristi takatifu, yaani katika mwili na damu vilivyotolewa kama chakula na kinywaji kwa usai wa roho zetu sasa na baada ya maisha haya. Hii ni nyama yangu, Yesu anasema. Kwetu sisi wa Kiswahili, kama ilivyo kwa Wagiriki, neno lililotumika sio nyama ila mwili. Kwa nini? Kiteolojia na kimantiki, neno mwili wa Yesu linabeba uzito kuliko kusema nyama ya Yesu. Ndugu zangu, Yesu anaitoa nafsi yake, anajitoa mzima, akili, utashi na uhuru wa mtu ili kudhihirisha upendo alionao kwetu. Nafsi ya Yesu ni nafsi ya Mungu, mwenye akili, mwenye utashi na mwenye uhuru. Uhuru wa Mungu usiokuwa na mipaka, uhuru ambao kwa njia yake anatupenda sisi wanadamu. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anajua yote, ana uwezo wote, anaweza kufanya yote kama anavyotaka. Yesu anaishi katika Ekaristi kwa nafsi yake yote. Hafanyi maigizo anaposema hivyo, anamaanisha kile anachosema. Kwa hiyo tunapoadhimisha fumbo la Ekaristi takatifu, uwepo wa Yesu ni real, sio maigizo, sio comedy, sio usanii. Alipotangaza kuhusu Ekaristi alisema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho, kama tunavyosoma Injili ya Yohane
sura ya 6 mstari ule wa 54. Alichosema alimaanisha. Yesu hakusita kusema anayenila. Maana yake nini? Alitaka kutoa maisha yake yote na nafsi yake kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili yetu, kwa ajili ya uzima wa sasa, lakini pia kwa ajili ya maisha ya baadaye. Yesu ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Yesu ni mkate uliotoka kutoka mbinguni. Yesu kwa njia ya Ekaristi anatoa uzima kwa dunia. Maneno yake, mimi ni chakula cha uzima, ni maneno ya maana sana. Ni maneno ambayo unapaswa kuyaelewa. Ni maneno ambayo unapaswa kuyazingatia. Yesu sio anatoa mkate wa uzima wa milele tu, bali mkate huu ni yeye mwenyewe. Yesu aliwaambia watu, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali ni Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kilichoshuka kutoka mbinguni. Injili ya Yohane sura ya 6 mstari ule wa 32. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaalikwa kushiriki katika agano la milele. Katika Ekaristi tunaalikwa kushiriki agano kama tulivyosikia katika lile somo la pili. Kushiriki agano linalotuhakikishia upendo, wema, huruma, msamaha na wokovu wetu. Mwinjili Luka akimnukuu Yesu anaandika, hii ndiyo damu ya agano inayomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kusanyiko hili si kwa bahati mbaya. Ni mwendelezo wa fundisho la Kristo kwamba kila mkusanyikapo na kuadhimisha, fanyeni hivyo kila wakati kwa kunikumbuka mimi, kwa kuwa mimi niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Mtume Paulo akiongea na Wakorinto, ndivyo leo hii anaongea na kila mmoja wetu, kama tulivyosikia katika lile somo la pili. Hiki ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo na kwa ukumbusho wangu. Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Tulianza kushiriki katika agano hili wakati wa ubatizo wetu. Huenda wengi wetu tulibatizwa tukiwa watoto, lakini kila tunaposhiriki maadhimisho kama haya, kila tunapokusanyika kama ndugu, kama familia ya Mungu, tunathibitisha kile ambacho wazazi wetu au wasimamizi wetu au walezi wetu waliahidi kwa niaba yetu katika uchanga na utoto wetu. Sasa ndugu zangu, tufanye nini? Leo tumekusanyika pamoja. Kwanza kabisa, tutamwabudu Yesu wa Ekaristi wakati wa mageuzo. Lakini zaidi mno, tutaendelea kumwabudu Yesu wa Ekaristi nje ya adhimisho la misa, kama mwendelezo na uthibitisho, tena kama ukamilifu wa lile ambalo tunafanya katika adhimisho la misa. Tumwabudu Yesu katika uwepo wake wa kweli katika adhimisho la Ekaristi takatifu. Ndugu zangu, Yesu alipoweka Ekaristi, aliwathibitishia wafuasi wake, nipo pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Yupo. Katika Injili anatuambia, wanapokusanyika 2 au 3 kwa jina langu, nipo pamoja nao. Ndugu zangu, hatuwezi kumpokea Yesu pasipo kumwabudu kwanza. Na ndio maana wakati wa mageuzo, padre mwadhimishi humwinua Yesu, nasi tunapaswa kuanguka kifudifudi mbele yake, kwani amezaliwa na kutambulishwa kwetu kama kuhani, kama mfalme na mwalimu, kama Bwana na Mwokozi wetu. Ndiye anayetuambia, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, mwanze kuonja
upendo wa Mungu unaopatikana katika altare, katika Kalvario ya nyakati zetu. Ninawasikitikia mno wasioshiriki maadhimisho ya misa takatifu. Ninawasikia zaidi wale waliojifungia kupokea Ekaristi kwa sababu wanazozifahamu wao wenyewe. Hawa, kama nilivyosema, ni wahanga wa ukiro, kwa maana ya ukosefu wa kinga ya kiroho, na hivyo wanaweza wakashambuliwa kwa namna mbalimbali. Baada ya kushiriki na kumpokea Yesu, tunaalikwa kuwa na ibada endelevu ya kumwabudu. Kuwa na ibada endelevu ya kumwabudu. Hiyo tutaifanya wakati wa maandamano. Lakini ibada endelevu ya kumwabudu Yesu wa Ekaristi inafanyika daima katika nafsi zetu, katika mioyo yetu, kwa kuwa tumempokea. Ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ile ya 12 mstari wa 1 hadi wa 2, anatukumbusha ya kwamba toleeni miili yenu kama sadaka iliyo hai, takatifu na inayompendeza Mungu. Msiige mambo ya dunia, msimhuzunishe Roho wa Mungu akae ndani yenu. Sisi ni hekalu la Mungu, sisi ni hekalu la Kristo. Na kwa kuwa tunampokea Kristo, kile unachopokea ndicho unachokuwa. Basi jitahidi kufanana naye ili uwe na ibada endelevu ndani ya nafsi yako, kwenye familia yako, katika jumuiya, katika parokia, katika jimbo na katika ulimwengu mzima. Tambueni ya kwamba Yesu aliwaambia wafuasi wake, na ndivyo anavyotuambia sisi: tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yeye ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi, kama tunavyosoma kitabu cha Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Ikiwa yuko pamoja nasi, kwa nini tuone shaka kumwabudu ndani na nje ya misa? Leo hii tutaandamana kuthibitishia ulimwengu furaha ya uwepo wa Kristo kati yetu. Ndugu zangu, ninawaalika tunapomshuhudia Kristo ambaye anatupenda na anayelipenda taifa letu, yeye ambaye ni mfalme wa amani, basi tuliombee taifa letu amani kwa namna ya pekee, tukielekea uchaguzi mkuu. Pamoja naye atatubariki na kubariki mitaa yetu, atabariki shughuli zetu, atabariki miradi yote tulionayo, lakini zaidi mno alibariki taifa letu la Tanzania, ili sote tuwe ndugu. Haijalishi tofauti tulizo nazo za kiitikadi, za ukanda, za sijui rangi, sura, urefu, weupe, si na nini, lakini tutambue kwamba sisi ni raia wa taifa la Tanzania, na hakuna mwenye kibali zaidi ya kuwa raia kuliko wengine. Ndugu zangu, kanisa limezaliwa katika Ekaristi. Katika barua ya kichungaji ya Papa Yohane Paulo wa Pili, Ecclesia de Eucharistia, na ile ya Mame Nobiscum Dominae, au kaa nasi Bwana, tunajifunza ya kwamba kanisa limezaliwa, lipo na litaendelea kusawi katika Ekaristi. Katika Ekaristi takatifu, kanisa limejaliwa kufurahi na kuishi daima katika uwepo wa Bwana, kwa kuwa amesema, niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Wakati Papa Yohane Paulo wa Pili akiandika barua hiyo, aliweka bayana ya kwamba kupitia maabudio ya kiekaristia, waamini wanapata fursa ya kupokea indulgencia plenaria, yani msamaha wa dhambi na adhabu zake kwa wale waliotimiza masharti: kuungama dhambi, kupokea Ekaristi
na kusali kwa nia za Papa. Kwa hiyo ndugu zangu, leo ni kama siku ya kuzaliwa upya katika neema, katika baraka, katika utakatifu na katika uchaji. Kwa kuwa katika adhimisho hili na maandamano yanayofuata yanatupatia hiyo rehema kamili. Basi wale tuliojiandaa tuone kwamba hiyo neema itatugusa kwa namna ya pekee, na hata wale ambao tukufanya hivyo, basi tujifunze ya kwamba pamoja na sala tutakazosali tukajisafishe mioyo yetu ili neema hiyo iweze kufanya kazi ndani yetu. Ndugu zangu, mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano unatufundisha ya kwamba sadaka ya Ekaristi ni chemchemi na kilele cha maisha yote ya Ukristo. Sadaka ya Ekaristi ni chemchemi na kilele cha maisha yote ya Ukristo. Ekaristi takatifu ndiyo inayo hazina zote za kanisa, hazina za kiroho, hazina za kijamii, hazina za utakatifu. Kwa hiyo ndugu zangu, kanisa leo linayo haki ya kutafakari na kufurahia fumbo la uwepo wa Bwana katika sakramenti kuu ya altare kama kielelezo cha upendo wa Mungu. Kinachounganisha kanisa katika umoja na upendo sio kingine ila ni Ekaristi. Madhehebu yote yanatambua upekee wa kanisa Katoliki kwa sababu ya uwepo wa Ekaristi. Na kama tunavyojua, mti wenye matunda yaliyokomaa, yaliyowiva, yaliyo matamu ndio unaopigwa mawe. Sasa ni upuuzi wewe kuchukua matunda yako na kuwarushia mbwa mwitu, kuwarushia wale wasiotambua thamani ya matunda hayo. Tujivunie Ekaristi takatifu. Leo hii tuna mfumuko wa kampuni za ujasiriamali kwenye viwanja vya mirindimo wanaobweka. Na ninafurahi Madama Robert Cardinal Sarah ameandika kitabu kizuri kinachoitwa The Power of Silence Against the Dictatorship of Noise, nguvu ya ukimya dhidi ya uimla wa kelele. Na katika kitabu kile anasema wale wanaomwabudu Kristo katika roho na kweli wanaenda faraga. Faraga ni nyumbani kwa malaika na ukimya ndio lugha yao. Hawapigi makelele, hawahangaiki huko na huko kana kwamba hawajui wanachofanya ni nini. Sisi tutapata fursa ya kumwabudu Yesu wa Ekaristi katika ukimya, katika utulivu, katika roho na kweli. Kanisa linaimarika katika umoja wa mwili wa Kristo kwa njia ya kushiriki kwake Ekaristi takatifu. Mtakatifu Paulo anasema kuhusu nguvu ya umoja huu: kikombe kile cha baraka tulichokibariki, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate huu tunao umega, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Ni katika kushiriki Ekaristi, ndugu zangu, tunakuwa mwili mmoja na Kristo, kwani aulaye mwili wake na kuinywa damu yake hukaa ndani yake, naye hukaa ndani yetu. Mtakatifu Yohane Krizostomo anasema kile unachokula ndicho unachokuwa. Mwili wa Kristo na sio miili mingi, bali ni mwili mmoja. Jinsi mkate ulivyo ni mmoja, lakini hutengenezwa na ngano nyingi, kadhalika sisi tulio wengi hufanyika mwili mmoja pamoja na Kristo, na pia kati yetu tunakuwa ndugu, yaani kanisa. Kwa hiyo chuki, wivu, hasira, ugomvi,
na yale yanayoendana kinyume na maisha ya kiekaristia hayapasi kusikika kati yetu. Sisi ni ndugu. Tofauti tulizo nazo zinapaswa kutukamilisha na sio kutufanya maadui. Sisi ni ndugu, hatupasi kuoneana wivu. Nina mazoea ya kusema wivu ni darasa la mwisho analoingia mtu kabla ya kupewa cheti cha hali ya juu kabisa, PhD ya ushirikina, kwa maana ya uchawi. Kwa hiyo kama una wivu ndani yako, wewe ni mchawi, wewe ni mshirikina, na muombe Yesu wa Ekaristi aweze kukuondolea hali hiyo. Ekaristi takatifu inaunganisha kanisa la mbinguni kwa maana ya watakatifu na kanisa la duniani kwa maana ya wahai. Katika sala ya Ekaristi, sadaka ya watakatifu inakumbukwa, kuanzia ile sadaka ya Abel mwenye haki na sadaka ya Abraham baba yetu katika imani, na matoleo safi na takatifu ya Melkisedeki kuhani mkuu ambaye tumemsikia katika lile somo la kwanza. Tunafanya hivyo katika ushirika na kanisa zima, tukimkumbuka na kumheshimu kabla ya yote Maria mtakatifu, daima bikira, mama wa Mungu na mama yetu. Tunamkumbuka mtakatifu Yosefu, mchumba wake mwaminifu. Tunaungana na mitume wenye heri na mashahidi watukufu Petro, Paulo, Andrea na watakatifu wote. Kwa hiyo kusanyiko hili tunalolifanya leo hii sio tu kusanyiko la duniani, bali pia ni kusanyiko la mbinguni. Furahini na kushangilia kwa kuwa tunashiriki hata hilo kusanyiko takatifu, liturujia ya mbinguni. Tumshukuru Mungu kwa upendo wake tukimpigia makofi. Kwa hiyo ndugu zangu, Kristo anatamani kuwepo katika kanisa lake hata ukamilifu wa dahari kama tulivyosikia, isipokuwa anajikuta daima katika upweke kwa kuachwa na wanafunzi wake. Je, Yesu analalamika, hamkuweza kukesha pamoja nami hata kwa saa moja? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, kwa kuwa roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Leo hii tunaalikwa kukesha na Kristo. Lakini kama nilivyosema, mkesha huu sio wa saa moja, sio wa siku moja, ni mkesha endelevu katika maisha yetu, kwa sababu liturujia hii ambayo tumeianza sasa, ambayo tunaungana na umati wa malaika na watakatifu mbinguni, ni liturujia endelevu mpaka wokovu wetu umekamilika, yani tumemwona Mungu alivyo nasi tumefanana naye. Ndugu zangu, leo tutaandamana na tunachofanya ni kuinjilisha. Kanisa linainjilisha, yani kushuhudia upendo wa kiekaristia. Kila tunapoadhimisha na kushiriki Ekaristi takatifu, sio kwa mazoea ila kwa ibada na uchaji, sharti tuwe na mang'amuzi ya wanafunzi wa Emausi, yani wakafumbuliwa macho, wakamtambua. Kama leo unamtambua Kristo, huwezi kufanya vinginevyo bali kuendelea kumwishi, kuendelea kumshuhudia, kuendelea kumtangaza. Pale ambapo pana ugomvi, ulete amani, faraja na kitulizo. Pale ambapo kuna giza, ulete mwanga na matumaini mapya. Pale ambapo kuna chuki, ulete uelewano. Pale ambapo kuna wasioongea, ulete majadiliano, mshikamano, umoja na maridhiano. Ndugu zangu, kama tulivyosema, kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kuanzia leo tutazamane kama ndugu, tupendane kama ndugu. Lakini tusiishie hapo. Tunachoenda kuambia watu wanaotuona wakati wa hija hii takatifu, katika andamano hili takatifu, ni kualika wao washiriki pamoja nasi katika tendo hili takatifu, ili nao wapate kuongoka na hatimaye waweze kuokoka. Ili nao wapate kuongoka na hatimaye waweze kuongoka. Kwa hiyo leo
ni mwanzo wa uinjilishaji mpya. Tulete matumaini mapya. Yale tunayosema mahujaji katika matumaini, tulete hayo matumaini kwa wale wanaotutazama. Kama mpaka leo hujawa ni sababu ya mshangao, ni kitu gani kinachowasukuma kufanya haya? Basi walau leo yule ambaye kwa namna moja au nyingine alikuwa na kuona ni wa kawaida sana, akuone tofauti, avutwe na neema inayotokana na maadhimisho haya, aweze kukuuliza ni kitu gani kinachokusukuma. Je, ninaweza kujiunga pamoja nawe? Hata kama hatakuwa Mkristo Mkatoliki, matendo yake yaweze kuonesha kwamba ameguswa na neema ya Mungu. Mara nyingi wanafurahi sana ninapotembelea baadhi ya mashule kwa ajili ya sakramenti ya upatanisho. Baada ya kutoa tafakari, wanakuja wale wa madhehebu mengine, wanasema, Fadha, mimi sio Mkatoliki, lakini ningependa kupata baraka na neema zinazotokana na kicho mnachokiadhimisha, yaani sakramenti ya uongofu, sakramenti ya wokovu. Kwa hiyo ndugu zangu, ikiwa sakramenti Ekaristi Takatifu inatuunganisha kama jumuiya, ni jukumu letu kama alivyosema Yesu. Wapo wengine ambao wako nje ya fungu hili, nje ya kundi hili. Leo tuwaoneshe kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ni njia, ukweli na uzima. Basi kwa kuwa safari hiyo ilianza katika ubatizo, safari hiyo tuithibitishe kwa adhimisho hili la misa, na daima tukaishuhudie kwa maisha yetu yote. Ekaristi Takatifu ni kiini cha maisha yetu, ni mwongozo wa maisha yetu, na ni hatima ya yote tunayoyafanya katika maisha haya mpaka tutakapoingia mbinguni. Na hapo ndipo tunaweza kuthibitisha lile tunalosema mahujaji katika matumaini. Jubilei Kuu 2025. Mahujaji wa matumaini. Tumsifuni Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, tusimame tuikiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Ameshuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba.
atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, nangojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tutaitikia, twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Bwana Yesu, uliwalisha watu jangwani, utusaidie kutafuta njia ya kuwalisha watu wote wenye njaa. Bwana, twakuomba utusikie. Bwana Yesu, ulitangaza mambo ya kiroho, lakini ulijali vile vile mahitaji ya kimwili. Utuangaze tusiwasahau wenzetu wenye shida za kimwili na kiroho. Bwana, twakuomba utusikie. Bwana Yesu, utujalie roho ya ukarimu, utuhimize tusiwanyime msaada wetu wale wote wasiojiweza. Bwana, twakuomba utusikie. Bwana Yesu, kugawa chakula kunawaunganisha wote, watoaji na wapokeaji, katika umoja wa pekee. Utusaidie kukomesha roho ya kichoyo. Bwana, twakuomba utusikie. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako. Jalie ili hayo tunayoomba kwa imani yapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu.